عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, katika darsa iliyotangulia tulizungumzia shahadat an la ilaha illa Allah wa shahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kisha baada dhalika Sheikh akazungumzia ar-rukn athani min arkan al-Islam, akasema wa dalilu as-salati waz-zakati wa tafsir wa dalilu as-salati waz-zakati wa tafsir at-tauhid qawlullahi ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بعد الشيخ kuzungumzia dalili ya shahadata an la ilaha illa Allah wa shahadata anna Muhammadar Rasulullah, hapa ameanza kuzungumzia dalili ya salah na zakat na vile vile tafsiru tauhid. Kwa hivyo ya kwanza kabisa anasema wa dalilu salah, na kila mmoja anajua umuhimu wa salah na ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe ni wenye kutekeleza hii ibada ya sala, na pia tuitekeleze kwa wakati maalum na tuitekeleze kwa shurut wal arkan wal wajibat, zote ziwe ni zenye kupatikana. Ndio akasema wayuqimu salah. Hakusema tu wawe ni wenye kuswali, lakini akasema wawe ni wenye kusimamisha hiyo sala, na kusimamisha sala inakuwa bil arkan wal wajibat na shurut, zote ziwe zimepatikana. Hivyo ndio kusimamisha sala. Na pia hii sala ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe ni wenye kuitekeleza, na akatuamrisha tuwe ni wenye kuhifadhi kama alivyosema hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Hii ibada ambayo Allah ametuamrisha tuwe ni wenye kuhifadhi, tuwe ni wenye kuisimamisha, pia ameiwekea wakati maalum. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Idhan haina maana ya kuwa mtu aswali wakati ambaye anataka, lakini asali wakati ule ambao ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kutoa sala katika wakati wake ambaye Allah ameiwekea ni katika madhambi makubwa. Allah anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat, baada ya wale Allah kutaja wale watu wema, anasema baada yao kimekuja kizazi ambacho kimepoteza sala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat. Na ahlul ilm wametafsiri ya kuwa kupoteza sala si mtu kutoswali peke yake, lakini pia kutoswali kwa wakati. Kwa hivyo ni lazima mtu ili awe ni mwenye kutekeleza hii ibada asali kwa ile wakati ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea. Na akasema jalla wa ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat, wamepoteza sala, wattaba'u shahawat, na wakafata matamanio ya nafsi, fasawfa yalqawna ghayya, watakuwa ni wenye kupata adhabu kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inaingia pia katika fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun al-aya. Kwa hivyo masala ni kuwa muhimu Muislamu awe ni mwenye kuelewa umuhimu wa hii ibada ambaye kwamba ni ibada ambaye ni ruknu thani min arkani al-Islam, ni nguzo ya pili baada ya shahadata la ilaha illa Allah. Kisha akasema wa zakat, pia ibada ya zaka ambaye kwamba tunajua as-salat ni ibada badania na hii ni ibada malia. Hii ni ibada badania na hii ni ibada malia, yani hii ni ibada ambayo kwamba tunatumia, yani wakati tunaswali ni mtu yani anatumia mwili wake kuswali, kurukuu, kusujud kadha. Kwa hivyo wanaita ahlul ilmi ni ibada badania. Ama ibada na hii nyingine ibada malia, kwa sababu mtu anatoa mali yake kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala,
na kuwasaidia wale wa maskini ambao wanahitaji, na si maskini peke yake, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza wale ambao kwamba wanaostahili sadaqa, kama alivyosema ama zaka, innamas sadaqatu lilfuqara'i walmasakin ila akhir alaya. Kwa hivyo wale al-asnaf athamani ambao wametajwa katika aya, kwa hivyo wale ambao kwamba wametajwa kwenye hii aya ndio wanaostahili sadaqa ama zakat. Yani sadaqa hapa manake ni zaka, na akasema jalla wa ala, walladhina, wale ambao kwamba katika fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Unajua kuna wale ambao kwamba katika wamaskini, kuna wale ambao kwamba wanaomba, kila mtu anajua fulani ni maskini na yuaomba, na kuna wale ambao kwamba hawaombi kwa sababu ya kuwa hawataki hii masala ya kuomba. Ndio maana waislamu wanatakana kujuliana hali, ili ikiwa unatoa sadaka, kuna wale ambao kwamba si wa kuomba lakini wana mahitaji, watu kama wale pia waweze kusaidika. Idhan hii ndio masala kwa ufupi, masala ambayo kwamba yanahusiana na sala na zaka. Kisha akasema wa tafsiru tauhid, na kutafsiri maana ya tauhid na kuifafanua zaidi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Na hii ndiyo maana ya tafsiri ya la ilaha illa Allah, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuamrisha chochote illa liya'budu Allah, isipokuwa wawe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddin, kumfanyia yeye Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas kwenye ibada. Yani ikhlas katika ibada, hiyo ndio inahitajika peke yake. Kwa hivyo mtu anapomfanyia ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada, basi huyo atakuwa amefanya yale ambayo kwamba ameamrishwa, na hiyo ndio maana ya la ilaha illa Allah, kujiepusha na shirk na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha akasema wayuqimu salah, na wawe ni wenye kusimamisha sala, wayutu zakat, wadhalika dinul qayyima, na hii ndio ay almilla almustaqima, mila ama dini iliyo sawa. Kwa hivyo hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha, na hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada dhalika kaashiria wa dalilu as-siyami qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Na hii ni masala ya ibada ambayo kwamba inahusiana na pia katika arkanul Islam, ambaye ni rukun ya 4 baada ya zakat, ambaye ndio rukunu thalith min arkanil Islam, na hii ndio ar-ruknu rabi'. Na saum, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ya kuwa ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, Allah ametufaradhishia, na imekuwa kutiba bimaana furidha, Allah ameifanya ikawa ni wajib hii saum, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama vile walivyoamrishwa wale ambao kwamba waliokuwa kabla yetu, ili tupate uchaji Mungu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio malengo ya saum kama ilivyoelezwa, na taban masail za saum pia ni nyingi kama mnavyojua, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Idhan hizi ni ayat ambazo kwamba Allah ameeleza na katika Qur'an namna mtu anavyotaka na kufunga. Kisha baada dhalika Sheikh ameashiria masala ibada ya haji, akasema wa dalilul haji qawluhu ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hapa katika masala ya tunajua salat katika lugha ni mtu ni ibad, yani dua, yani salat katika lugha ni dua, na pia zakat katika lugha ni annama wa ziyada, maana yake ni kule kuongezeka kwa, na annama wa ziyada, na watathhir
wakati mwingine tunajua ya kuwa mtu mara nyingi kama akona mali, akiwa ni mwenye kutoa yale mali, unaona imepungua, lakini hakika Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoeleza Mtume alayhi salatu wassalam, ma naqasat sadaqatun min mali, kwa sababu ile kila unavotoa ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hukujalia baraka, kwa hivyo ikawa ile mali yako inakuwa ni yenye kuongezeka. Ama siyam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, na maana ya siyam ni al-imsak, ni mtu kujizuia, yani kujizuia ima katika mazungumzo kama vile ilivyokuja katika kisa ya Zakaria alayhi salatu wassalam. Naam, na hiyo ndio maana yake kujizuia chochote, lakini hapa katika inapokuja katika masala ya siyam ni kujizuia chochote ambaye kwamba inafuturisha, yani kitu yote ambaye kwamba inaharibu saum min tulu'i al-fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shams, yani kutoka katika pindi jua usubuhi alfajiri inapoingia mpaka jua iwe ni yenye kutua. Na kisha baada dhalika masala ya haj ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala an-nasi hajjul bayt. Na al-hajj kama tunavyoambiwa ni kuwa al-qasd, yani ni mtu kukusudia na kuelekea sehemu, na hapa ni katika hajj ni kuelekea Ka'batul Musharrafa na al-mashaa'ir al-muqaddasa liadai manasik al-hajj au al-umra. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya al-hajj, ni mtu kukusudia na kuelekea Makka kwa sababu ya kutaka kutekeleza ibada, imma ibada ya hajj au ibada ya umra. Kwa hivyo ikiwa ni ibada ya umra tutaita umra, na kama ni ibada ya hajj tutaita kuwa ni ibada ya hajj. Kwa hivyo walillahi ala nnasi hijjul baiti, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ya kuwa iwe ni lazima kwa watu wote, ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, lakini hajj inakuwa ni wajib kwa yule mtu ambaye kwamba ana uwezo, man istata'a ilayhi sabila wa man kafara, na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufuru, yani akataye kufanya ile hajj, ima akataye juhudan, idha ankara jahidan fahadha yakfur, ikiwa atakuwa ni mwenye kukataa na aseme ibada ya haji si ibada ambaye kwamba ni lazima, huyu mtu anakuwa kafir billah. Wa man yakfur fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, na huenda ya kuwa huyu mtu akataye kufanya haji kwa sababu ama anasema tu nitafanya na hafanyi, kwa hivyo huyu anakuwa ni asin lillah, lakinahu huyu anabaki kuwa ni Muislamu maadama anakiri ya kuwa hii haji ni lazima. Lakini ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kukataa kabisa na aseme haji sio lazima, basi huyu mtu anakuwa ni mwenye kufuru na kutoka katika dini ya Uislamu. Nasallallahu salamata wal afia. Idhan baada dhalika hii ni masala ya haji kwa ujumla, hizi ibadat, na taban masala ya sala na saum na zakat na haj, hizi arkan al-arba'a zinasomwa kwenye kutub za fiqh, lakini hapa ni mujarrad isharat, yani hapa Sheikh ameashiria tu, lakini hapa si sehemu yake ambayo kwamba inazungumziwa kwa upana zaidi kama vile inavyozungumziwa katika kutubul fiqhiyya. Naam. Kisha baada dhalika Sheikh ameeleza, mnakumbuka ya kuwa Sheikh alisema maratibu din ni thalatha, yani hizi martaba ama levels za dini ni hizi tatu. Kisha baada dhalika akaanza kuzungumzia akatuambia ni al-islam wal-iman wal-ihsan, hizi tatu. Na kisha baada dhalika akasema kila moja ina nguzo zake, walikulli min hadhihi al-maratib arkan, yani kila moja katika hizi zina nguzo zake. Kisha akaanza na nguzo za Uislamu, akaeleza shahada, kisha na al-arkan al-arba'a ambaye kwamba tumezizungumzia. Kwa hivyo baada ya kuwa amemaliza arkanul islam, ameanza kuzungumzia martabatu thania ambaye ni martabatul iman. Sheikh akasema al-martabatu thania al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba, fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq
walhayau shu'batun min al-iman. Al-iman ni wanasema al-iman kuwa ni at-tasdiq wal-iqrar, at-tasdiq wal-iqrar, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama anta bimu'minin lana, wama anta bimu'minin lana, yani bimusaddiqin. Idhan iman maana yake ni hiyo, na pamoja na kuwa kuna iqrar. Wal iman inda ahli sunnati wal jamaa ni kuwa ni qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman inda ahli sunnati wal jamaa inakusanya mambo matatu: qaul, amal na i'tiqad. Yani maana dhalika, mtu anaposema ameamini, lazima yale ambayo kwamba anaamini kwanza itoke katika qalb, yani hiyo inatoka kwenye roho yake ya kuwa kweli amekubaliana na jambo kama hili kwanza kabisa. Kisha baada dhalika, hadha al-iqrar wahdahu la yakfi, iqrar peke yake haitoshelezi, lazima awe ni mwenye kuitamka, na hapo ndio hii inakuja qaul. Kisha baada ya kuwa amekiri kwa moyo na akatamka kwa ulimi, lazima awe ni mwenye kuleta vitendo. Kwa hivyo imani inda ahli sunna wal jamaa ni vitu vitatu, yani lazima mkusanyiko haya ndio yanaitwa nini? Ndio inaitwa iman: qaul wa amal wa i'tiqad. Ikifanya mambo haya matatu yakipatikana, ndio tunasema imani imepatikana. Lakini ikiwa mtu, mfano labda kuna mtu anasema hii Uislamu ni mzuri sana, hata mimi nakubaliana nayo, na anakubali kabisa, ukimwambia ndio, ukimwambia basi tamka shahada, sema inshallah nitaingia tu, hakuna shida, lakini najua hii dini ni mzuri. Huyu mtu ndio unaona kuna iqrar, lakini mpaka awe ni mwenye kutamka. Huwezi sema huyu mtu ni Muislamu mpaka awe ni mwenye kutamka la ilaha illa Allah. Na pia ikiwa atatamka na haijaingia katika kalbi yake, pia haitakuwa imani. Kwa hivyo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim, na hiyo ndio nifaq. Wanazungumza katika kwa mdomo, wanazungumza tu lakini kwa mdomo, lakini hiyo kitu ambayo wanazungumza haijatoka katika moyo wao. Kwa hivyo lazima iambatane mambo haya mawili, na Allah ametaja kama vile mfano kama wakina Firaun na wengine. Allah anasema nini? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Wajahadu biha, yani wanakataa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni yeye peke yake anastahili kuabudiwa. Wajahadu biha, yani wanakataa kwa ulimi wao, katika mdomo wao wanaukataa, lakini wastaiqanatha anfusuhum. Maa dhalika hawajaitwa kuwa hawa ni Waislamu, pamoja na kuwa wanakiri katika moyo wao. Kwa hivyo hiyo peke yake haiwezi tosheleza. Kwa hivyo na unapata watu wengi wanasema huyu mtu bana alikuwa mzuri, huyu mtu alikuwa kadha. Yote haya hayawezi saidia kama mtu hajatamka la ilaha illa Allah, na la ilaha illa Allah haijatoka katika kalbi yake. Kwa hivyo lazima iambatane mambo haya mawili ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani hali tofauti, kama vile alivyoeleza katika hawa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, na katika kauli ya munafiqin yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim. Idhan iwe kuwa huyu mtu ambaye kwamba anaamini, lazima aamini kutoka katika kalbi yake na awe ni mwenye kutamka la ilaha illa Allah, unless labda huyu mtu awe ni mtu ambaye hawezi zungumza, hawezi kadha, hiyo ni masala mengine. Idhan qaulun bil lisan wa amalun, na pia kisha i'tiqad bil qalb na amal bil jawarih. Lazima awe pia ni mwenye kutenda amal, si ati anasema yeye ni Muislamu na anakaa tu na hakuna chochote ambaye anafanya. Kwa hivyo itakuwa huyu mtu hajakamilisha imani kama inavyotakikana. Na mambo haya ambayo tumeyazungumza, Sheikh amechukua juz'un min alhadith ambaye ameitaja hapa. Anasema al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Shu'ba ni mufrad na jam'i yake ni shu'ab.
na hii shu'ab bimaana khisalul iman, yani hizi ni ajza, ni parts za iman, na hizi zinatofautiana, iko na levels. Fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah, ile ya juu kabisa katika hizi khisalul iman, yani katika ajza al-iman, katika parts za iman, ile ya juu kabisa ni la ilaha illa Allah. A'laha qawlu la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, ile ya chini kabisa, imani ya chini ni nini? Adnaha imatatul adha 'anit tariq, ni kuondoa kitu yoyote ambaye kwamba inaudhi watu katika njia, uondoe kitu kama kile. Mfano ni chupa, mfano ni mawe, mfano labda ni maganda ya ndizi, kitu yoyote ambaye kwamba inaudhi watu, ama ni miba, kitu yoyote ambaye kwamba inaudhi watu katika barabara, wewe kuiondoa, hiyo ni katika juz'un min al-iman. Akasema fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Kisha akasema wal haya'u shu'batun min al-iman, haya ni juz'un min al-iman. Idhan angalia, amesema qawlu la ilaha illa Allah, hii ni katika qaul, sio katika maneno. Kisha akasema wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Imatatul adha 'anit tariq hii ni amalun bil jawarih. Labda utaondoa, ukitaka kuondoa hii ukitaka kuondoa udhia kwenye barabara, ima utatumia mkono ama utasukuma kwa mguu. Almuhim, kuna vile utatumia ni jawarih, utatumia viungo kufanya kitendo kama kile. Na kisha wal haya'u shu'batun min al-iman, al-haya ni juz'un min al-iman pia, na al-haya ni inatoka katika qalbi. Kwa hivyo hizi vitu vitatu ndio zinakamilisha iman, na zote ni part za iman, kama alivyoeleza Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi, na Sheikh amechukua hii juz katika hadith. Kwa hivyo hii hadithi ambayo Sheikh ameitaja inakusanya mambo matatu ambayo kwamba tumeyaeleza: fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Kisha akasema wal haya'u shu'batun min al-iman. Na iman inda ahli sunnati wal jamaa yazidu wa yanqus, iman huzidi na ikapungua. Na hii ni kitu ambayo kwamba wewe mwenyewe unaweza feel wakati mwingine ukiwa umesoma Qur'an, umefanya adhkar, umesali salawat al-khams kwa jamaa, na siku nyingine ambayo kwamba labda hujafanya hizi ibada, utapata kuna tofauti. Na hata hii dakika chache tu, saa zingine wewe unasikiza mawaidha, unapata umenyenyekea, umeisikiza vizuri, na ukawa unaona imani yako kama imeongezeka. Kisha ukitoka nje na ukashughulika, ukasahau yale yote na ukafanya mambo mengine. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kuwa imani huzidi na imani hupungua. Na ayat ambazo kwamba ziko, ayat ni nyingi za kuashiria masala haya, kama vile tushatanguliza kusoma aya innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Allah amesema ya kuwa innamal mu'minun, hakika wale waumini wa kisawasawa, wale ambao imani yao imekamilika ni wakina nani? Alladhi idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum ay khafat wa fazi'at, yani zinakuwa ni zenye kuogopa, nyoyo zao zinakuwa ni zenye kuogopa. Kisha akasema wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Na katika mwisho wa suratu Tauba Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea wa idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Idhan hii ni kuonyesha ya kuwa imani huzidi na imani inakuwa ni yenye kupungua. Na kama tulivyosema pia watu wanatofautiana katika imani, watu hawako level moja, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alieleza ya kuwa kuna dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidhnillah. Idhan thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina, mwanzo wa aya.
thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ya kuwa thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina, ya kuwa Allah amewarithisha Qur'an ya kuwa min ibadina, faminhum, kisha akasema ya kuwa faminhum zalimun li nafsi, yani katika hao waumini kuna yule ambaye ni dhalimun li nafsi. Yani dhalim li nafsi si ati yeye si muislamu, laysa annahu si yeye maana yake yeye ni kafir, la, lakini dhalimun li nafsi ya kuwa birtikabi almaasi, ya kuwa amefanya maasiya, labda amewacha zile ameingia katika muharramat, labda amewacha zile wajibat. Kwa hivyo huyu ni dhalimun li nafsi. Kisha akasema wa minhum muqtasid, na huyu muqtasid ni yule ambaye kwamba yaltazim bilwajibat, analeta zile wajibat ambaye kwamba inatakikana na anakaa mbali na muharramat, lakini hana bidii katika masala ya sunna, lakini zile wajibat anahakikisha ameleta, na zile muharramat anakuwa ni mwenye kujiepusha nayo. Kisha sabiqun bil khairat, wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah. As-sabiqu bil khairat ni yule ambaye kwamba anajiepusha na maasiya, anajiepusha na muharramat, na anafanya wajibat, bali anajiepusha na makruhat, na maa dhalika analeta zile taat alqurab wa taat zote zile nawafil qadr ambaye kwamba anaweza. Kwa hivyo huyu ni sabiqun bil khairat. Kwa hivyo hiwezekani ya kuwa adh-dhalimu li nafsi wal muqtasid was-sabiqu bil khairat wote wawe imani yao ni same, sio? Kwa hivyo watu, hii ni kuonyesha kuwa wote wanatofautiana nini? Wanatofautiana katika imani, na hizi ni ayat ambazo kwamba zimeashiria katika hii maana ni nyingi. Idhan hii ndio i'tiqadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Al-iman yazidu bi ta'a, imani huzidi. Inazidi vipi? Mtu anapofanya taat, unapojitahidi katika taa, imani yako inakuwa ni yenye kuongezeka, na pia kujiepusha na maasiya. Na mtu anapoingia katika maasiya, hii ndio inasababisha imani ya mtu iwe ni yenye kupungua. Na kwa hivyo hii ndio maana ya i'tiqadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, anna al-imana yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Nafikiri tutasimamia hapa, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.